Warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa barakatuh. Tuko hapa Khairia TV, Jua la Elimu TV na Shams Maarifi TV. Tueleze furaha yako ya kuwa hapa siku ya leo. Furaha yangu ni kubwa, wala sina msamiati mzuri unaweza kutosha kuelezea furaha nilionayo, na hasa pale ambapo tunaposherehekea utukufu wa aya ya kwanza iliyoshuka kwa mtume inayosema iqraa, kwa maana ya kwamba tunasherehekea ilmu hiyo ambayo Mwenyezi Mungu alomwambia mtume SAW asome. Lakini si hivyo tu, bali tunasherehekea ilmu ambayo ndio utukufu wa mwanadamu, kama alivyosema mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani kwamba Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan. Kwa hivyo aya zote hizi ukizikusanya, basi lazima kwa sisi Waislamu elimu tuitukuze, tuisherehekee, bali tuifurahikie. Lakini si hivyo tu, bali tuwapende wenye ilmu. Tuwapende mashekhe zetu, tuwaenzi, tuwaheshimu mashekhe zetu, kwa sababu mwanadamu bila ilmu huyo si mwanadamu, ni kivuli cha mwanadamu. Hakuna tofauti ya yeye na aliyoko kaburini. Mwanadamu amekuwa mwanadamu kwa sababu ya ilmu. Leo tunao maswahaba yauma nahara, laila nahara tunawataja, usiku na mchana tunawataja. Washakufa miaka wala hatukuwaona, lakini tunawataja kwa sababu ya ilmu waliokuwa nayo ambao wametuachia kama hazina. Lakini si maswahaba tu, bali leo tuna watu, mfano hata katika elimu ya kidunia kuna mtu anaitwa Shaban Robert. Kuna mtu anaitwa kina Shaban Robert wangapi tofauti na yeye ambao walokufa, lakini hakuna anayewataja. Lakini Shaban Robert huu anayetajwa kila siku mashuleni, katika vyuo na kadhalika, anatajwa kwa sababu anacho kitu ambacho kimemfanya abakie kuwa hai katika jamii yake, ambacho ni ilmu. Kwa hivyo tuna kila sababu ya kusherehekea ilmu. Shukrani. Asante, endelea kwa nasi. Barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na vipi hali na maendeleo? Khairi alhamdulillah. Natumai leo umekutana na Khairia Online TV. Shukuru. Pamoja na Jua la Elimu TV na wengine. Nashukuru sana. Pole kwa uchovu wa safari na hongera kwa kufika. Asante sana, nashukuru sana. Tueleze furaha yako ya kuwa hapa siku. Furaha kubwa sana, furaha kubwa sana. Najihisi kama vile tayari milango ya pepo inafunguka kupitia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh, basi mbali na hadhara nyingine, hadhara ya maarifi na nyingine, unaziona utofauti wake kwa kiasi gani? Kuna utofauti mkubwa, kuna utofauti mkubwa. Nidhamu, mipangilio, minkablu, katikati na mwishoni. Ni hadhara ambazo watu wanakaa kupanga, haziji tu, watu wanakaa tuanze 1, 2, 3. Nampongeza sana mudiru Sheikh Samir Siddiq pamoja na wasaidizi wake wote na wazee wa Shamsul Maarif, na hii ni kuonesha kwamba ni mipango ambayo tokea asluha thabitun wa far'uha fi samaa, tokea muasisi mwenyewe Sheikh Muhammad bin Ayyub rahmatullahi alayhi, na wao wanafuata sanadi silsila ile ile kuonesha kwamba majambo haya yanakwenda katika system iliyokuwa sahihi. Unawaambiaje watu maarifi katika kuyaenzi mambo haya matukufu na kuyadumisha? Kwanza ni watie nguvu, kwa sababu nimeipata mafunzo makubwa sana ambayo hayapatikani katika madrasa nyingine. Madrasa nyingine wanafunzi wakishamaliza wameondoka, hawakumbuki tena kurudi, lakini katika madrasa ya Shamsul Maarif na hizi zote za Tanga unakuta kwamba wanafunzi wanarudisha kheri, wanarudisha thamani katika zile madrasa ambazo zilizowasomesha. Kwa hivyo hapa manake kuna wanafunzi mababa hivi sasa, wanafunzi wa hivi sasa wote wamerudi kuunganisha nguvu moja kuhakikisha kwamba Shamsul Maarif inabakia katika hali yake ile ile aliyoacha Sheikh Muhammad Bakari rahmatullahi alayhi, na ile ni jambo zuri ambalo linatakiwa kuendelezwa katika jamii ya Kiislamu. Kwa kumalizia, matukio ya kielimu kama haya yana mchango gani kwenye jamii yetu iliyotuzunguka? Serikali inajifunza, dunia inajifunza, na wapo wanaotaka kuiga wanashindwa, kwamba hili jambo wanalikuta linapatikana kwa watu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu huku ni kuitukuza elimu. Watu wamesomeshwa, sasa wanapita ndani ya mitaa mbalimbali kuitukuza ile fadhila ya ilmu, fadhila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ya Mtume Muhammad haya tusingeweza kuyafanya. Nimalizie jambo la mwisho, elimu na amani. Nchi yetu sasa hivi tunalilia amani yetu na kuwahamasisha watu kuitunza na kuidumisha amani.
Matukio kama haya yana mchango gani kwenye kudumisha amani ya nchi yetu? Hii ni kuonesha kwamba watu wa Mungu siku zote ni watu wa amani, kwa sababu sisi kama tungekuwa tuna viashiria vya uvunjifu wa amani, wale ndugu zetu waliokuja kutulinda wangetuzuia kwamba bana sisi hatuwaruhusu kabisa, lakini wanajua kabisa Waislamu suala la zafa ni maandamano, na hii nchi haikatazi maandamano, inakataza matukio yanayosababishwa na fujo za maandamano. Maandamano mangapi yamefanyika? Haya ni maandamano makubwa. Wiki iliyopita imalizika Tamta Day, watu wamefanya maandamano makubwa, zafa ya Mtume, na hii leo serikali imekuja kutulinda. Kwa hiyo maana yake amani inayoonyeshwa na wanadini ndiyo amani sahihi ambayo Watanzania wanatakiwa kuiga. Kama tutadumisha katika staili hii, tuna uwezo wa kufanya jambo lolote katika nchi yetu kwa utulivu na amani. Kwa hiyo tunamuomba sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelee kwanza kumpa maono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini na Rais wa Zanzibar tunawapongeza kwa maridhiano ambayo imeafikia kule jana, na hata huku bara kwa baraka za Mtume, basi tunataka pia yale maridhiano yafikiwe, haya maandamano yasambae kuanzia mtaa mpaka taifa, azagaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asante na tunashukuru kwa kujumuika nasi Jua Elimu na Khairia Online TV. Tazidi kuwasiliana inshallah. Asante. Barakallahu fik. Ni baraka hizi shughuli za Kiislamu, ni shughuli kukichungwa ikhlasu, ni shughuli ambazo Mwenyezi Mungu anazitilia baraka. Tunaiona baraka kwa macho, na baraka ni aziyadatu wannamau, ni kuzidi na kuongezeka. Kwa kila mwaka jambo hili linavyozidi na linavyoongezeka, twaiona maana halisi ya nini ya baraka. Sili tu, ni shughuli zetu nyingi tunaziona hivyo na Mwenyezi Mungu azidi kuzibarikia. Amina inshallah. Mudhiri wa Baba Rasuli, umekuwa ni mmoja katika watu ambao hujawahi kukosa hadhara hii. Sambamba na baraka ambazo unaziona, ni siri gani unaweza kutudokezea wale ambao ni wavivu na sisi tuweze kuhamasishana kufika mara kwa mara? Hizi mahala palipokuwa na dini ni muhimu kupafika mara kwa mara ili moyo kutengenezeka. Unajua moyo wajengeka kutokana mazingira haya, hata kusisemwa chochote inatosha kuwa ni nini? Ni elimu. Kwa hiyo tunasoma, twaonyeka, twawaidhika kwa mazingira kama haya. Sheikh Muhammad Bakari Al-Burhan ambaye ni muasisi wa taasisi, ikiwa leo Mungu amemleta ghafla mara moja, jambo gani ambalo litamshangaza kwa haraka atakapoona mazingira kama haya? Atafurahishwa na kazi yake aliyoiacha. Najua ukifanya kazi alafu kaona inaendelea, hakuna jambo linalofurahisha kama hilo. Atafurahi sana. Sawa. Baba Rasuli, kule mmekuja kama ugeni wa Costa ngapi kuja kushiriki na wanamaarifa? Nyingi, kwa sababu hapa ni nyumbani. Sawa. Asante sana na tukuache uendelee na harakati nyingine. Shukrani sana. Nilikuwa naye mudhiri wa Baba Rasuli Sheikh Yusuf Kidago, ambaye amepata nafasi ya kuzungumza na sisi waandishi wa habari, lakini pia muda huu safari inaelekea kuanza. Kwa hiyo ni kuache uandamane na director wangu Jua Elimu TV na Khairia uweze kupata mambo mazuri zaidi. Ulikuwa nami Hassan Makanya, asante.